Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kiutazama kiundani utauona kuwa ni mwezi ambao umeletwa kwa lengo la kuwarejesha wanadamu warejee kwa muumba wao kwa kupitia Qur'ani, wayatende mazuri kwa kupitia Qur'ani, wayaache mabaya kwa kupitia Qur'ani. Qur'ani iwe ndiyo kitabu cha kuwaongoza wao na kuwaelekeza, ambacho msingi wake iwe ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umeletwa uwe ni mwezi wa mazoezi ya kuweza kumfanya mwanadamu awe ni yule ambaye atakayekuwa mcha Mungu katika maisha yake. Mwezi wa Ramadhani umpe mazoezi. Kwanza umfunze, umuelekeze, asome Qur'ani kwa wingi, imuoneshe halali na haram, alafu yale atakayoyasoma ayafanyie majaribio ambayo akipasi yanaweza yakamsababishia akawa Muislamu aliyekuwa bora na mcha Mungu katika maisha yake yote mazima. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao malengo yake ukiyatazama ni mwezi umeletwa kwa lengo la kumtengeneza mwanadamu afikie kupata uchamungu unayostahiki. Uchamungu unayostahiki unapatikanaje? Unapatikana kwa yale yote ambayo Mwenyezi Mungu aliyoyaweka kuwa halali, ambayo tunasomewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namna ya kuishi na baba yako, namna ya kuishi na mama yako, namna ya kuishi na Mungu wako, namna ya kuishi na jirani, namna ya kufanya kazi, namna ya kuachana na mabaya. Haya yote tunayapata ndani ya mwezi wa Ramadhani pindi tunapokuwa tunasomewa Qur'ani, pindi tunapokuwa tunasomewa sheria za Allah, na tunapokuwa tunakatazwa makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Islam, idha nadhartum jayidan, mtakapotazama vizuri, mtu akatazama lengo la mwezi wa Ramadhani, utaona kuwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi ulioletwa kuwa shule la kuwasomesha Waislamu namna ya kuishi. Na ndio maana mafunzo yote ya mwezi wa Ramadhani utaambiwa kuwa mpole, kuwa na subira, atakaye kutukana mwambie nisamehe, atakaye kukosea mwambie nisamehe, mimi nimefunga. Usimrejeshe kibaya, uwape walio kunyima, uwasamehe walio kudhulumu, uunge undugu, uwe na msamaha, umuabudu Mola wako usiku na mchana, watu waheshimiane, watu wapeane, watu wasaidiane, matajiri wajue wa maskini na wa maskini wajue mafakiri, na mafakiri wajitambue, watu waelewane, watu wajijue. Utakuta mwezi wa Ramadhani ni chuo ambacho kimewekwa kwa lengo la kuwasomesha wanadamu wajue namna ya kuishi hapa duniani. Wa Eidul Fitri ya ibadallah, na ukitazama kwa makini ukaangalia, Eidul Fitri ndiyo siku ya kilele iliyowekwa kwa ajili ya wale wote waliojifunza katika mwezi wa Ramadhani wapate vyeti, wale wanafunzi watiifu, wale wanafunzi wema, wale waliosomewa Qur'ani wakaisikia, wale waliokatazwa wakaacha, wale walioamrishwa wakati. Siku ya Eid ndiyo siku ya kilele ya kuwapa pongezi, ndiyo siku ya kuwapongeza kwa yale mema walioyatenda na yale mabaya walioyaacha, na yale mazoezi yote waliokuwa wakiyafanya
waliambiwa wasaidie maskini, wakatoa pesa zao wakanunua vyakula wakawapa wa maskini. Waliambiwa swali usiku, wakaamka usiku wakaswali. Waliambiwa soma Qur'ani, wakafungua misahafu wakasoma. Waliambiwa sameheane, wakawafuata wenzao wakaomba msamaha, wengine wakawasamehe. Kwa hivyo siku ya Eid ndiyo siku ya kilele ya kuwapongeza. Ibadullah, enyi waja wa Allah, mazoezi hayo na mafunzo hayo yanakamata siku 29 au siku 30. Ni siku tosha kabisa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe pekee aliona kwamba hizi siku awa waja wangu ulimwengu mzima wakipewa semina, wenye kuelewa watakuwa wameelewa, wenye kubadilika watakuwa tayari kubadilika. Allah akasema ayaman ma'dudatin. Hizo siku za semina, hizo siku za kuwafunza, hizo siku za kuwaelekeza ni siku zenye kuhesabika, 29 aidha 30.